Kisa cha bwana aliyejulikana kama Muhammad ibn Harun al-Balkhi. Huyu bwana pia alikuwa na mtihani wa kunywa pombe, na alikuwa kinywa mpaka akiwa chakari, yani kinywa mpaka akirewa, hawezi hata kutembea, akifika haddul kamal kama wanavyosema. Huyu bwana amekwenda akalewa siku hiyo, na usiku wa kwanza wa kuingia Ramadhani amefika nyumbani. Mamake anamtazama, ile hali haijamridhisha. Amwambia, mwanangu, watu kesho watainuka wakiwa ni swaimun, ni wenye kufunga, na wewe utainuka ukiwa katika jumla ya sukara, ya walevi. Huogopi? Usiku wa kwanza wa Ramadhani unakwenda bado kufanya maasi kama haya? Ile mtoto yuko katika hali ya sukra, na Mtume ametuambia ni rasul kabair, ndo kichwa cha madhambi makubwa, ama ummu alkabair, ndo mama wa madhambi makubwa. Hatari sana ulevi. Ile mtoto bila kujua akamchukua mamake akamtia katika tanur, katika jiko na linawaka. Mamake mzazi kwanza amempiga kofi, akaanguka chini, akamchukua akamtia katika tanur. Akija fahamu zinaanza kuja akhirul layl, anamwona mke wake anatetema mbele yake. Anamwambia, una nini wewe, mbona unatetema? Amwambia, niondokee, unataka kunifanya kama ulivyofanya mamako? Amwambia, mamangu nimefanya nini? Amwambia, nenda kwenye tanur, katika jiko, ndo kamwangalia. Akienda kule amekuwa makaa, ameungua yeye mzima. Akamchoma mamake katika usiku wa kwanza wa Ramadhani. Natija ya nini? Ya maasi ya yale ambayo kwamba ameshindwa kujizuia nayo ya ulevi. Al-Imam Ibn Hajar al-Haytami katika kitabu Zawajir amepokea, anasema kuna bwana katika walokuwa wakifanya kazi ya kufukua makaburi na kuzika watu, asema alikula kiapo, aqsama ala Allah, asema alikula kiapo bwana huyu, akasema hakuna yoyote katika walevi ambao kwamba niliwazika katika mwezi wa Ramadhani isipokuwa nyuso zao ziligeuka, zilikataa kuelekea kibla, zikaipa mgongo kibla. Ya Latif. Hii yote ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kutochunga hurma ya wakati. Hivi ni visa vichache tumevitoa katika suala moja tu linalohusiana na ulevi, na ni wangapi leo mpaka ndani ya Ramadhani bado wanalewa?